Naitwa Crispin Bernard Kalinga, mratibu wa mbunge wa jimbo la Njombe mjini. Anaitwa Deo Mwanyika ambaye pia kwa sasa ni amini mwenyekiti wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuelekea sikukuu hii ya Idi, siku ya kati ya kesho tarehe 19 na tarehe 20, Mheshimiwa mbunge anayo kawaida yake kila mwaka kuona ni kwa namna gani anajumuika na waumini wa Kiislamu kwenye msikiti huu mkuu wa wilaya ya Njombe. Kama nakumbuka kwa mwezi hapo katikati, wakati mfungo unaendelea, alifanya hivyo, alifanya futari, aliwafutulisha Waislamu kutoka maeneo mbalimbali kwenye misikiti yote ya jimbo la Njombe mjini. Pia aliwafutulisha waumini wa Kiislamu. Sambamba na hilo, akaona kwenye sikukuu hii ya Idi ambayo inatarajiwa kuwa kati ya kesho tarehe 19 au tarehe 20, akaona atumie nafasi hiyo kama kawaida yake miaka yote, kufanya vile kuwapa baada ya swala basi wapate tunasema wapate fungua. Kwa hiyo ameandaa mahitaji mbalimbali kama ambavyo mnashuhudia. Tumepata nyama kama hivi, tumenunua nyama kwa wafanyabiashara, lakini pia tumenunua mahitaji yale yote muhimu ambayo yanatakiwa kwenye siku hii muhimu ya sikukuu ya Idi. Lakini kubwa zaidi, Mheshimiwa mbunge anayo nafasi shilingi milioni 2, milioni 3 kuziacha ndani ya wafanyabiashara hawa wadogo wanaozunguka kwenye maeneo yetu. Akasema ni jukumu, ni hatua kubwa, nao watajisikia vizuri. Ndio maana tumeona ni vyema tuwaungishe wafanyabiashara ambao wananunua, ambao wanauza vitu vidogo kwenye mitaji ya kawaida. Akasema hizi milioni 3 basi zizunguke hapa kwa wafanyabiashara wadogo, badala ya kwenda kujumua, aidha kwenda kuchukua mchele Mbeya, kwenda kuchukua mchele na mahala pengine. Akasema tuwaungishe hawa ambao wamekusanya mchele kutoka maeneo mbalimbali na kuleta hapa mjini, na akaona hiyo mzunguko wa fedha uzunguke kwenye jimbo lake, lakini pia kwa wafanyabiashara hawa wadogo. Tunashukuru sana. Mimi naitwa Ramadhani Konga, katibu wa msikiti wa wilaya. Tunashukuru sana Mheshimiwa mbunge, tumekuwa tukifanya naye akijitolea kila Idi, kila inapoanza mwezi mfungo wa Ramadhani. Kwa hiyo tunashukuru, amejitolea tangu mwanzo. Tuna zaidi ya miaka 5 na huu ni mwaka wa 5 tangu anze. Kweli tunamshukuru kwa sababu sehemu kubwa wanaofuturu msikitini ni wale ambao ni wahitaji wa halisi, tofauti na wale ambao wanafuturu kwenye maeneo nje ya msikiti. Tunamshukuru sana mbunge, tunamtakia kila laheri. Mimi kama katibu wa msikiti na wakilisha msikiti na wamshukuru, na nawashukuru wote waliofanya kazi pamoja na mbunge ambao tumeshirikiana kuandaa hizi futari. Tunashukuru sana, Mungu ambariki. Tunamtakia kila laheri katika kazi zake na katika uwakilishi wake. Aendelee kutusaidia, kutusapoti, kwa sababu misikiti ndio inayobeba watu wengi ambao hawana uwezo. Tunaenda kumaliza mfungo wa Ramadhani. Tunaomba waendelee kushiriki katika ibada, kwa sababu kuisha kwa Ramadhani sio mwisho wa ibada. Mungu ameileta Ramadhani kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya funga, kwa ajili ya kurekebisha au kujitathmini kulingana na maisha tunayoyaishi. Kwa hiyo inapoisha Ramadhani inatakiwa ikubadilishe uwe Muislamu wa kweli, ikujenge imani. Ramadhani imekuja kwa ajili ya kumjenga mtu, kumuinua kutoka kwenye imani dhaifu, kumfanya iwe imani yake imara. Kwa hiyo tunatakia kila laheri Waislamu wote kusherehekea salama Idi ambayo tunatarajia itakuwa kati ya siku ya Ijumaa na Jumamosi. Tunashukuru sana. Cha kwanza tunamshukuru Mheshimiwa mbunge Deo Mwanyika kwa kusapoti sisi wafanyabiashara wadogo. Sisi tunauza nyama, kwa hiyo tunashukuru, na Mungu amzidishie alipotoa. Na kingine cha kusema hatuna zaidi ya kushukuru. Asante. Tunashukuru mheshimiwa wetu mbunge kwa kuja kununua vitu kwa ajili ya kutuwezesha wafanyabiashara wa soko la wakulima. Tunamshukuru sana, maana tumepata riziki, na tunashukuru kuweza kuandaa chakula cha kuweza kulisha watu wote leo msikitini. Maana ni sehemu ya upendo, na ndivyo Mungu wetu anavyotaka, kwamba kutoa kwa ajili ya wengine, na yeye ndivyo alivyofanya mbunge wetu. Sikukuu za kipindi hiki tunaziona ni za kawaida, vitu havijapanda bei, zimebaki bei zetu ni zile, hazina mabadiliko, kumetulia tu. Wito wenu? Sisi wito wetu ni kwamba waweze kusherehekea kwa amani sikukuu ya Idi na sikukuu za Pasaka, zisherehekewe katika hali ya amani. Kama ilivyo wana Njombe, amani ni kawaida yetu na ndio msingi wetu wa mkoa wetu. Kwa majina naitwa Jenny Jackson Mbole, ni mjasiriamali hapa, anajishughulisha na kuuza mafuta ya kupikia.
ambao dumu unauza kwa 93, 92, mteja anachukua. Lakini kwa siku ya leo bwana, tumefanyia surprise. Mbunge wetu Mwanyika ametufanyia surprise kwa kuja kutuungisha bidhaa zetu ambazo tunaziuza. Kwa nafasi ya kipekee nipende kumshukuru na tunatambua mchango wake, pia tunashukuru kutambua thamani yetu sisi kama wajasiriamali na kuja kutuungisha. Tunashukuru sana, Mungu ambariki na amweke sana kwa ajili yetu. Hapa bwana, bidhaa zote zinanunulika. Hasa msimu wa sikukuu, najua biashara za viungo sana watu wanafanya biashara. Kwa hata sisi watu wa mafuta pia, michele, watu wanafanya biashara, hata viungo pia biashara zinakuwa zinaenda. Kwa msimu wa sikukuu bwana, ni msimu ambao watu tunajichukulia pointi 3, tunafanya biashara. Siku za kipindi hiki, ninyi mnazionaje? Biashara imechangamka? Ni nzuri na imechangamka kweli, kwa sababu ni tofauti na Krismasi au mwaka mpya. Krismasi watu nyanya walikuwa wananunua shilingi 7,000 debe, lakini sasa hivi kwa mkulima, lakini kwa sasa hivi nyanya imekuwa ni adimu. Kwa hiyo unakuta nyanya kwa mkulima tu mtu anachukua 12,000. Kweli ni bonge la kwa mfanyabiashara, lakini faida pia kwa mkulima, hata kwa mfanyabiashara pia anakuwa anafaidika, kwa sababu akichukua 12 yeye mezani atajua anaipiga shilingi ngapi. Namshukuru sana mbunge wetu Deo Mwanyika kwa kuja kutufikiria na sisi soko la wakulima leo. Mara miaka mingine anawafikiria soko kubwa, lakini leo amekuja mpaka kwetu kwa soko la wakulima huku kwa kina mama, amekuja kutuungisha. Tunashukuru sana, Mungu ambariki. Hata hizi TV unavyoziona hizi tuliomba kwa yeye mwenyewe Deo Mwanyika akatununulia. Mungu aendelee kumbariki, abariki na viongozi wengine wote, aendelee kumpigania, ampe uzima zaidi ili aendelee kutuungisha na sisi soko la wakulima. Tunashukuru sana, asante. Ninaitwa Neda Mfiko. Nashukuru tu kwa kuja kutuungisha mbunge, aendelee kutuungisha na aendelee kubarikiwa. Basi soko la wakulima, nashukuru kwa mbunge kwa kuja kutuungisha kwa sherehe ya Idi Mbaraka. Ili tunamshukuru kweli kuungisha na watoto wafaidike. Niko jasiriamali soko la wakulima. Karibuni sana jamani. Tunawashukuru sana. Sina neno zaidi, tunashukuru kama hata mwaka mwingine ukijitokeza atusaidie kutuungisha hivyo. Tunafanya nafaka mbalimbali kuanzia mambo ya njegere, maharage, karanga, tukuni. Unaweza kupata kuni za kuweza kuwasha moto haraka haraka kwa ujasiriamali tulionao, na mboga mboga kidogo na matunda.